Habari mtu wangu mpenda afya, leo tutazungumzia tofauti kati ya majibu ya vipimo vya maabara kutoka maabara moja hadi nyingine ya mgonjwa mmoja. Kabla kabisa hatujaanza mada hii, ningependa kukwambia wewe ndugu yangu, kama hujasubscribe YouTube channel hii, ningependa usubscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, usisahau kucomment na usisahau kushare hii video ili iweze kuwafikia watu wengi na waweze kujifunza na kuondoa taharuki zao kichwani walizokuwa wanaziamini toka zamani. Moja kwa moja kabisa niwapeleke tuweze kuanza kipindi hii ili muweze kuona na muweze kujifunza. Karibuni sana. Kwanza kabisa, leo hatujadili nani atakuwa na makosa au hatujadili maabara ipi huwa inakosea, ila leo tunajadili sababu zinazofanya majibu yanakuwa yanatofautiana kati ya maabara moja na maabara nyingine. Kwa kwanza kabisa, ningependa kuelezea sababu kuu tatu, na katika sababu hizo kuu tatu ndipo tutachambua sababu moja baada ya nyingine. Cha kwanza kabisa, ningependa kuwaeleza kwamba kuna phase tatu ambazo huwa zinatumiwa ndani ya maabara. Phase ya kwanza inaitwa pre-analytical phase, na phase ya pili inaitwa analytical phase, na phase ya tatu inaitwa post-analytical phase. Phase ya kwanza inaitwa pre-analytical phase, na hii phase ndiyo phase ambayo huwa inaanza kabla ya kupima mgonjwa yoyote. Phase hii huwa ina include kumwandaa mgonjwa, ina include ukusanyaji wa sampuli, ina include kusafirisha sampuli, kukagua sampuli na vitu kama hivyo. Phase ya pili ambayo inaitwa analytical phase, hii ni phase ambayo tutachukua sampuli na kuanza kuifanyia vipimo. Na phase ya tatu ambayo inaitwa post analytical phase ni phase ambayo vipimo vishafanyika, sasa ni wakati wa kumpa majibu mgonjwa na kuripoti majibu hayo yaliyotolewa kwa mgonjwa. Moja kwa moja tuende kwenye phase ya kwanza ambayo ni pre-analytical phase. Hii ina sababu kadha kwa kadha, lakini mimi ningependa kusema sababu zifuatazo. Kwanza ni maandalizi ya mgonjwa. Kwenye hii phase tutazungumzia maandalizi ya mgonjwa kwa namna gani. Mfano, mgonjwa alikula chakula japokuwa aliambiwa asile, au mgonjwa alikunywa pombe usiku kabla ya kuja kufanya kipimo, au mgonjwa alifanya mazoezi makali kabla ya kufanya kipimo, alitumia dawa zinazoweza kubadilisha matokeo. Hivyo hizi zote ni sababu zinazoweza kusababisha majibu yakaweza kubadilika. Cha pili ni ubora wa sampuli. Ubora wa sampuli kwa namna gani? Kwamba sampuli inaweza ikawa imeganda, sampuli inaweza ikawa imehemorrhage, sampuli inaweza ikawa ni chache, sampuli inaweza ikawa imetolewa na imekaa muda mrefu, sampuli inaweza ikawa imehifadhiwa sehemu isiyo sahihi, sampuli inaweza ikawa imewekwa kwenye tube ambayo siyo sahihi. Kwa hiyo hii nayo ni sababu ambayo ipo kwenye pre-analytical phase na inasababisha majibu kutofautiana. Na sampuli ndiyo msingi wa kila kipimo. Sampuli ikiwa mbaya na ikiharibika itasababisha majibu kuwa ya uongo. Moja kwa moja twende kwenye analytical phase. Kwenye analytical phase hapa tutazungumzia, cha kwanza kabisa ni machine. Inatakiwa ifanyiwe quality control, inatakiwa ifanyiwe calibration, lakini pia inatakiwa ifanyiwe maintenance. Kitu cha pili ambacho kinaangalia kwenye analytical phase ni makosa ya mtaalamu. Mtaalamu anaweza akashindwa kutafasiri slide vizuri, mtaalamu anaweza kushindwa kupipeti vizuri, na mtaalamu anaweza kushindwa kuhesabu vizuri. Hivyo haya yote ni makosa ambayo yapo kwenye analytical phase. Na kitu cha tatu ni mbinu ya kipimo. Ni kwamba maabara moja inaweza ikatumia mbinu ya kipimo tofauti na maabara nyingine. Mfano, maabara nyingine inaweza ikawa inatumia ELISA, na nyingine ikawa inatumia rapid test, na nyingine ikawa inatumia PCR na kadhalika. Kwa hiyo hivi vyote huwa vinasababisha majibu kutofautiana.